Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu tunakushukuru, tunasema asante kwa siku ya leo, asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante tunakushukuru kwa pumzi ambayo unaendelea kutupatia kila itwayo leo. Asante Baba, tunakushukuru kwa kuwa tumeiona siku ya leo, tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, hakuna Mungu zaidi yako, hakuna mfalme zaidi yako. Hakuna zaidi yako, maana wewe ni Alfa na wewe ni Omega, wewe ni mwanzo na wewe ni mwisho. Baba, tunasema asante kwa kutupa kibali tena siku ya leo kukusanyika kwa ajili ya jina lako. Bwana Yesu, naachia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Pite kwenye mioyo, pite kwenye nafsi, pite kwenye akili, masikio ya kila mmoja mmoja. Ikamsafishe, ikamtakase, ikamweke tayari kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa kwa ajili ya nafsi na roho zao. Hata mimi mtumwa wako niko tayari. Bwana Yesu, naomba unitumie kwa kuwa ni chombo chako. Kawafundishi watoto wako, kazidi kuwajenga kupitia neno lako, kazidi kuandaa kwa ajili ya mavuno ambayo Bwana unataraji kuyavuna hivi karibuni. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninafunga kuzimu, nafunga mauti, nafunga rada zote, minara network, antena, darubini zote, nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Kila laana zilizoachiliwa siku ya leo kinyume nasi, Baba, ninazitengua na kuzifuta kwa damu yako iliyomwagika pale Kalvari. Naachia nuru yako ikatawale siku ya leo. Nuru yako ikatawale tunapoingia. Nuru yako ikatawale tunapotoka. Ulinzi wako ukawe pamoja nasi. Malaika wako watakatifu wakawe pia pamoja nasi, wakituongoza, wakitulinda na kutusaidia. Sante Mungu wa rehema, maana hata adui zetu Bwana wakawe adui zako siku ya leo. Kapigane kwa niaba yetu. Sante Mungu wa rehema. Sante, pokea sifa, heshima na utukufu. Ninamfunika kila mmoja kwa damu yako ya thamani, hata mimi pia. Sante Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema mavuno ya Bwana nje ya kanisa. Mavuno ya Bwana nje ya kanisa. Tutasoma kitabu kitakatifu Luka sura ya 14 mstari wa 16 hadi wa 24, lakini tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 32. Luka 14 mstari wa 16 hadi wa 24. Ninasoma kwa jina la Yesu. Yesu akamjibu, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake akawaambie walioalikwa, njoni, kila kitu ni tayari. Lakini wote mmoja baada ya mwingine wakaanza kuomba radhi. Wa kwanza akamwambia mtumishi, nimenunua shamba na hivyo sina budi niende kuliangalia na kuomba uniwie radhi. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5 wa kulima, sasa nimo njiani kwenda kuwajaribu na kuomba uniwie radhi. Na mwingine akasema, nimeoa, kwa hiyo siwezi kuja. Mtumishi huyo akarudi na kumwambia bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika, akamwambia mtumishi wake, nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, uwalete hapa ndani masikini, viwete, vipofu na vilema wengine. Baadaye mtumishi huyo akasema, Bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini bado iko nafasi. Yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika barabara na vichochoro vya mji, uwashurutishe watu kuingia, ili nyumba yangu ijae. Kwa maana nawaambieni, hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Ninarudia tena kwa ajili ya msisitizo. Yesu akamjibu, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akawaalika watu wengi. Wakati wa karamu ulipofika, alimtuma mtumishi wake akawaambie walioalikwa, njoni, kila kitu ni tayari. Lakini wote mmoja baada ya mwingine wakaanza kuomba radhi. Wa kwanza akamwambia mtumishi, nimenunua shamba na hivyo sina budi niende kuliangalia na kuomba uniwie radhi. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5 wa kulima, sasa nipo njiani kwenda kuwajaribu na kuomba uniwie radhi.
Na mwingine akasema, nimeoa, kwa hiyo siwezi kuja. Mtumishi huyo akarudi na kumwambia bwana wake jambo hilo. Yule mwenye nyumba alikasirika, akamwambia mtumishi wake, nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, uwalete hapa ndani masikini, viwete, vipofu na vilema wengine. Baadaye mtumishi huyo akasema, Bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini bado iko nafasi. Yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika barabara na vichochoro vya mji, washurutishe watu kuingia ili nyumba yangu ijae, kwa maana nawaambieni, hakuna hata mmoja wa wale walioalikwa atakayeonja karamu yangu. Lakini tukija kusoma pia kitabu kitakatifu Mathayo 21 mstari wa 32 imeandikwa, maana Yohana alikuja kwenu akawaonyesha njia adili ya kuishi, nanyi hamkumwamini, lakini watoza ushuru na waasherati walimwamini. Hata baada ya kuona hayo yote, nyinyi hamkutubu na kumsadiki. Narudia, maana Yohana alikuja kwenu akawaonyesha njia adili ya kuishi, nanyi hamkumwamini, lakini watoza ushuru na waasherati walimwamini. Hata baada ya kuona hayo yote, nyinyi hamkutubu na kumsadiki. Somo letu la leo linasema mavuno ya Bwana nje ya kanisa. Mavuno ya Bwana nje ya kanisa. Tunaona kwa sasa maisha tunayoyaishi, tunaambiwa mavuno ni mengi. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Mwombeni Bwana wa mavuno pate kutuma wavunaji. Ndio unabii huu wa sasa tunaoishi. Parapanda inakaribia kulia, lakini Mungu akiangalia anaona hawa walioalikwa wengi wana sababu, wana visingizio, wengi hawapo tayari, ambao hawa wanaonekana wapo ndani ya kanisa. Kwa maana somo la leo linasema mavuno ya Bwana nje ya kanisa, ambako huku ndiko Bwana anataka nguvu nyingi sana ya hawa askari wake, watendakazi wake, wakawekeze huko. Mavuno ya Bwana nje ya kanisa. Maana wale walio ndani ya kanisa, Bwana akiwaangalia wengi anaona ni kama hawa waliokuwa wamealikwa. Lakini muda ulipofika, tunaambiwa huyu Bwana alimtuma mtumishi wake, nenda kawaambie kwamba sherehe iko tayari. Wale walioalikwa ndio sasa mwaliko wa parapanda umekaribia kupigwa, lakini wale walioalikwa bado wako busy. Wale walioalikwa bado hawako tayari. Lakini mbingu ikiangalia inaona hawa watu wana tiketi ya kuingia kwenye sherehe, lakini pamoja na kwamba kadi au tiketi wanayo, lakini wengi watabaki. Tutakuja kujadili zaidi kwa nini watabaki. Ndio hawa walio ndani. Lakini Mungu anasema bado kuna wengi walio nje, ambao hawa wanaonekana kama wale ambao tunaambiwa Yohana aliwahubiria njia ya kweli, lakini hawakumwamini, ila watoza ushuru na waasherati. Biblia nyingine inasema watoza ushuru na makahaba walimwamini, wakatubu, wakaacha njia zao mbaya, wakaingia ufalme wa mbinguni. Hawa ndio tunatakiwa tuwapelekee nuru. Ni kwamba nuru tu haijawafikia, ikiwafikia watakuwa tayari kumpokea Yesu. Angalia, mavuno ni mengi yapo nje ya kanisa, ambayo haya mavuno yanapuuzwa. Haya mavuno hayajafikiwa. Haya mavuno bado hawa wavunaji hawajaenda kupeleka mundu kwa ajili ya kuvuna. Tunaambiwa mundu ya Bwana itakuwa tayari kwa ajili ya kuvuna, ambaye mundu ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Yuko tayari kwa ajili ya kuvuna mavuno. Angalia hapa
Tukisoma hii Luka 14 mstari wa 21, hapa tunaanza kuelezwa zaidi. Mtumishi huyo akarudi na kumwambia bwana wake jambo hilo, kwamba wale ulionituma niwapelekee taarifa kwamba sherehe iko tayari, waende sasa kwenye sherehe. Ndio hiyo kwamba watu wanaambiwa Bwana anakuja, tengenezeni njia zenu, safisheni mavazi yenu, tunzeni utakatifu wenu. Parapanda inapigwa, lakini hawa waliopelekewa taarifa wana visingizio kwamba sisi tumeambiwa. Mungu anaangalia ndani tu, nje acha tuishi maisha haya ya kawaida, kwa sababu Mungu atatuhukumu ndani tu, bila kujua kwamba Mungu ni Mungu anayeangalia ndani na nje. Vile ulivyo, vile ujionavyo, ndivyo ulivyo. Lakini angalia, na wengi ndio hawa ambao wako kwenye makanisa, lakini ndani wamejaa mioyo ya kutokusamehe. Wapo kwenye makanisa, lakini ndani wamejaa mioyo ya wivu, mioyo ya chuki, mioyo ya masengenyo. Wapo kwenye makanisa, lakini wengine ni wazinzi, lakini nje wanaonekana wamevaa mavazi masafi, lakini ndani wanaonekana sivyo, kwa sababu ndani ni wachafu. Angalia, Biblia ya Kiingereza nasema wale Mafarisayo walimwalika Yesu kwenda kula chakula pamoja naye, lakini Yesu alipokuwa pale na wanafunzi wake, alikula chakula bila kunawa mikono. Hawa Mafarisayo walisononeka sana, wakasema, wakawa wanajadili wenyewe kwa wenyewe ndani ya mioyo yao, inakuweje huyu anayejiita mtakatifu, ametoka mbinguni, anahubiri neno la Mungu la utakatifu, anakula bila kuosha mikono yake, bila kunawa mikono yake? Lakini walishindwa kujua kwamba Yesu anaweza kuchunguza hata mioyo yetu. Hivi unajua, unapokuwa unawaza yale unayoyawaza katika ulimwengu wa roho, si kama tunavyoyawaza, yanaongeleka kwa sauti. Sauti kabisa inazungumza vile unavyowaza. Ndio maana walikuwa wakiwaza, Mungu anasikia yale wanaoyazungumza mioyoni mwao, kwenye akili na ufahamu wao. Na ndio maana Yesu akawaambia, ni heri kuosha kikombe nje tu na ndani kikawa kichafu, au ni heri kuosha kikombe ndani na nje? Kwa sababu walionekana nje wanajifanya ni watakatifu, ni wasafi, wananawa mikono, wanafuata sheria zile Musa alizowaambia, lakini ndani ni wachafu. Na ndio maana ni kama kikombe ambacho nje kimeoshwa vizuri, lakini ndani kina utelezi, kinafunza, ni kichafu. Hata ukipewa kikombe hichi, pamoja na kwamba nje ni kisafi, bado hutaweza kunywa hata kile kinywaji kilichopo ndani. Ndivyo Mungu akasema, angalia, wengi wenu mnahangaika hata na makaburi hayo, nje yamepambwa vizuri, lakini ndani ni mifupa mitupu. Ndivyo Mungu anavyotuona. Angalia sasa, kwa hali ya kawaida ya sasa, mavuno ni mengi sana. Si watu wote ambao wanakuwa kila Jumapili wanaenda makanisa. Ni watu wangapi ambao wako nje huko, hawamjui Yesu, hata makanisani hawaendi? Hawa pia ndio hili kundi ambalo tunaenda kuliongelea leo, ambalo hili tunatakiwa tulifikishie pia nuru, ili hao pia wapate kunyakuliwa. Angalia, kuna video moja niliwahi kuiona, yamkini nayo utakuwa umeshawahi kuiona, kwa sababu karibu kila mtu ameshawahi kuiona. Unaona mchungaji alikuwa anahubiri pale mbele, kanisa lilikuwa limejaa, lakini parapanda ilipigwa. Ni watu wangapi walionyakuliwa? Ni robo ya kanisa. Unaweza kujiuliza, hii robo tatu ya kanisa kwa nini haikunyakuliwa? Kwa sababu hawakuwa tayari. Ndio hili kundi ambalo linaonekana
walikuwa na visingizio. Angalia huyu wa kwanza akasema, nimenunua shamba, hivyo sina budi niende kuliangalia na kuomba uniwie radhi. Wa pili akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5 za kulima, sasa nipo njiani kwenda kuwajaribu na kuomba uniwie radhi. Na huyu wa mwisho akasema, nimeoa, kwa hiyo siwezi kuja. Hivi ndivyo visingizio ambavyo Bwana anaviona kwa wale walio ndani ya kanisa. Mtu anasema kwamba ni kweli nimeokoka, ni kweli as long as nimeshampokea Yesu, parapanda ikipigwa nitanyakuliwa, acha niendelee na maisha ya kawaida, acha niendelee na maisha ya dhambi, acha niendelee hivi. Anakuwa anaishi maisha hayo, anakuwa hayuko tayari. Ndio hawa ambao tunaona robo 3 parapanda ilipopigwa, walikuwa wanasikiliza neno la Mungu sawa, walikuwa wako ndani ya kanisa sawa, lakini parapanda ilipopigwa iliwatenga. Tunaambiwa ngano na magugu yatatengwa. Ngano zilinyakuliwa na magugu yalibaki. Walibaki wanalia na kusaga meno, lakini walikuwa na wao pale wanasikia neno hilo hilo ambao wale walionyakuliwa nao walilisikia. Lakini angalia, huyu aliyetumwa alienda kumwambia bwana wake, hawa ulioniambia niwapelekee habari njema, hawa ulioniambia niwapelekee maonyo, hawa ulioniambia nikawaambie kwamba wawe tayari, parapanda imekaribia, wana visingizio. Mimi niko busy, mimi siwezi kuishi njia nyembamba kama hiyo, hawezi kufanya hivi, hawezi kufanya hivi. Visingizio ni vingi. Lakini bwana wake alikasirika. Ndivyo Yesu anakasirika anavyowaona wengi ambao wanajihesabia haki, wanaona kwamba kwa kwenda kanisani, kwa kutoa zaka, kwa kutoa sadaka, na kwa sababu wamempokea Yesu, wanaishi maisha kama ya kawaida, wakiwa na wokovu ambao ni wavuguvugu, wokovu wa kawaida. Ndio hawa wana visingizio vingi, kwamba pamoja na kwamba unaishi maisha haya ili mradi umempokea Yesu, ufalme wa mbinguni utauona. Neno la Mungu linasema hakuna atakayeona mbingu pasipo utakatifu. Hakuna atakayeona mbingu pasipo utakatifu, maana Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliye mtakatifu. Angalia, Bwana alipoambiwa alikasirika, akamwambia mtumishi wake, nenda upesi kwenye barabara na vichochoro vya mji, uwalete hapa ndani masikini, viwete, vipofu na vilema wengine. Baadaye mtumishi huyu akasema, Bwana, mambo yamefanyika kama ulivyoamuru, lakini bado iko nafasi. Hebu angalia, nafasi bado iko. Huyo mtumishi akaenda akaanza kukusanya watu, vilema, viziwi, vipofu mabarabarani. Ndio hawa ambao mavuno haya yamesaulika, kwa sababu hawa ambao ni watumishi waliopewa kazi, wengi wamewekeza nguvu zaidi makanisani. As long as ana kondoo wake labda 50 au ana kondoo 100 au ana kondoo 200, anaona kwamba wanatosha. Hawa kila Jumapili nitakuwa tunawahubiria, hawa wanatosha. Lakini huko nje kuna maelfu, kwa sababu hata hao 200 yamkini parapanda ikipigwa ukajikuta wewe mtumishi umenyakuliwa wewe tu labda na 10 katika hao 200, wengine wamebaki. Ni hasara kwa ufalme wa mbinguni. Ndio maana Bwana akamwambia nenda. Bwana akamwambia nenda upesi barabarani, vichochoroni vya mji, uwalete hapa ndani masikini, viwete, vipofu na vilema wengine. Ndio huku ambako tunakotakiwa tupeleke nguvu nyingi zaidi, sisi askari wa Yesu watenda kazi. Ndio huku tunatakiwa tupeleke vitabu vingi zaidi mitaani, magerezani, mahospitalini na kila mahali, ili wengi wapate kutubu, ili wengi wapate kumrudia Yesu, ili wengi wapate kuingia ufalme wa mbinguni. Nuru iwafikie, habari njema iwafikie, watubu, wapate kutengeneza na Yesu. Huku ndiko tunatakiwa tuwekeze nguvu nyingi zaidi. Huku ndiko tunatakiwa tupafikie kwa sasa, ambako hili kundi limepuuzwa.
Hili kundi halijafikiwa. Hili kundi linatakiwa lifikiwe, na wako lifikia ni mimi na wewe. Angalia hapa, yule bwana akamwambia yule mtumishi akamwambia bwana wake, nimefanya kama ulivyoamuru. Lakini angalia, bado iko nafasi. Nimekwenda huko mitaani, vijijini, magerezani, nimekwenda vichochoroni, nimekwenda kila mahali, nimesambaza vitabu kila mahali, nimekwenda kila mahali, nimehubiri neno lako, watu watubu, Yesu anarudi, ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini hata huko bado nimekusanya, lakini bado nafasi bado iko. Ufalme wa mbinguni unataka watu wengi 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 wapate kuvunwa siku ya parapanda, wapate kunyakuliwa siku ya parapanda. Bwana akiangalia mpaka sasa, hata nikipiga parapanda leo, wengi watabaki. Ni hasara kwa ufalme wa mbinguni. Na ndio maana bado anajaribu kutupa hata muda, kutuongezea. Hebu yamkini muda huu niliouongeza, yamkini maelfu yataendelea kuingia katika ufalme wangu wa mbinguni. Lakini akiangalia hawa ambao wavunaji wamewekeza nguvu nyingi zaidi katika kundi hili ambalo wamo ndani ya kanisa, ambao wengi hawa wanaishi wokovu wa mazoea, ambao wengi hawa wanaonekana ni kama wale walioalikwa, wamealikwa kweli, lakini muda wa harusi ulipofika, muda wa parapanda ulipofika, walikuwa na visingizio. Mimi nimeoa, siwezi kwenda ufalme wa mbinguni. Mwingine akiwa na kisingizio, nimenunua shamba, niko bize, sina muda wa kumfuata Yesu. Mwingine akiwa anasema hivyo. Haya yote ni visingizio mbele za Mungu. Hizi sio sababu. Tutakuja kulipa gharama kwa muda tuliopoteza na kuchezea duniani. Angalia, Bwana akamwambia, baada ya kumwambia kwamba nimepita huko kote, nimevuna mavuno, nimewahubiria watu, nimesambaza vitabu, lakini bado nafasi iko. Bado kuna nafasi. Ufalme wako haujajaa, bado kuna nafasi. Angalia 23, yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika barabara na vichochoro vya mji, washurutishe watu kuingia ili nyumba yangu ijae. Umeona? Bwana anataka nyumba yake ijae. Bwana anataka ufalme wa mbinguni ujae na nafsi. Bwana anataka mavuno mengi yavunwe. Ndio maana tusilizike na mavuno machache tunayoyavuna. Bado tuna kazi kubwa. Uko nje kuna maelfu na maelfu, mamilioni na matrilioni ambao hawa ni mavuno Yesu alikufa kwa ajili yao. Hawa nafsi zako Bwana anazihitaji, na yule wa kuwafikia ni mimi na wewe. Kupitia sadaka zetu, vitabu vinaprintiwa, nafsi hizi zinavunwa na kukombolewa vijijini, vichochoroni, magerezani, mahospitalini, mashuleni, kila mahali. Ni kweli tunapita kwenye makanisa, ni vizuri sana, lakini hata huko nje ya makanisa tusilisahau hili kundi, ambalo hili ndilo kundi ambalo hapa tukija kwenye kitabu cha Mathayo 21 mstari wa 32, ndio hili kundi tunaloenda kuliwekea nguvu zaidi kuanzia sasa, tunalotakiwa kuliwekea nguvu zaidi. Angalia hapa Mathayo 21 mstari wa 32, maana Yohana alikuja kwenu akawaonyesha njia adili ya kuishi. Au tunasema Yohana alikuja kwenu akawaonyesha njia ya haki, njia ya kweli na haki, nanyi hamkumwamini. Lakini watoza ushuru na waasherati, au watoza ushuru na makahaba walimwamini. Hata baada ya kuona hayo yote, nyinyi hamkutubu na kumsadiki. Ndilo hili kundi ambao hawa wako nje ya kanisa, watu wa kidunia hii, ambao hawa katika ulimwengu wa roho wanafananishwa na hili kundi la watoza ushuru na makahaba, watoza ushuru na waasherati, ambao wale waliopo ndani ya kanisa wanawaona hawa kama hawafai, wanaona hawa kama ni wachafu, wanaona hawa kama hawana
vigezo vya kuingia ufalme wa mbinguni, lakini hawa tunaambiwa ndio watakuwa wa kwanza siku ya parapanda kunyakuliwa, kwa sababu hawa watakuwa wepesi watakapopelekewa wokovu, habari za wokovu, watakapopelekewa nuru ya Bwana, watakuwa wepesi kujutia makosa yao, kujutia maisha yao, watakuwa wepesi kutubu na kuingia ufalme wa mbinguni. Angalia, Mafarisayo walikuwa nasema, angalia huyu bwana wenu anakula chakula na watoza ushuru wenye dhambi. Waliongea haya Yesu alipoalikwa nyumbani kwa Mathayo. Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru. Alipoitwa na Bwana, njoo nifuate, Mathayo alimwalika Yesu kwake. Aliwaalika na marafiki zake watoza ushuru, na wanafunzi wa Yesu walikuwepo pia. Lakini Mafarisayo wakasema, mwangalie huyu bwana wenu anaenda kula na hao watoza ushuru wenye dhambi. Lakini Bwana aliwaambia hakuja kwa ajili ya watakatifu peke yake, bali kwa ajili ya wenye dhambi, ili wapate kukombolewa, wapate kuingia ufalme wa mbinguni. Lakini Bwana pia aliwajibu, mgonjwa ndiye atakayemhitaji daktari, aliye mzima mhitaji daktari. Na ndio maana yule anayeumwa ataitafuta hospitali ilipo, lakini yule mzima ataona faida ya hospitali wala umuhimu wa hospitali. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili wapate kukombolewa. Alikuja kwa ajili ya wachafu ili wapate kusafishwa. Kwa damu yake inatusafisha. Kwa kumkiri na kumpokea yeye, tunaandikwa majina yetu mbinguni, tunakuwa watakatifu, maana yeye ni Mungu aliye mtakatifu. Tumetakaswa, tumesafishwa, tumekombolewa, tumekuwa huru. Kwa hiyo mpaka hapa tunaona hawa ambao wanaonekana wenye dhambi, hawafai, watoza ushuru, waasherati, ndio hawa ambao watakuwa wa kwanza kuingia ufalme wa mbinguni. Mwangalia hata Maria. Magdalena walimuona hata naye hafai mbele za Mungu. Hata pale tunaona alipommiminia Yesu mafuta katika miguu yake, akawa anamsafisha kwa kupitia nywele zake, na machozi yakiwa yanambubujika, machozi yake pia yakiwa yanasafisha miguu ya Yesu. Angalia, hata wanafunzi wa Yesu walisononeka kwa sababu walimuona huyu kahaba, huyu mwasherati asiyefaa. Hivi kweli hata huyu Bwana ambaye anasema ni Bwana mtakatifu ametoka mbinguni, hivi kweli anashindwa kumjua kwamba huyu ni kahaba, huyu asiyefaa? Lakini huyo Maria Magdalena ndiye aliyekuwa ametolewa mapepo 7 yalikuwa amemfunga, kwa sababu alijua huyu ni taifa takatifu atakuja kutumika, ni askari wa Yesu huyu. Na ndio maana walisononeka, na hata Yuda akajaribu kuongea, haya mafuta si yeye angeuzwa kwa thamani hii ili hii hela wapewe masikini? Yesu alimwambia, masikini mnao kila siku, lakini mimi hamtakuwa nami, kwa kuwa nitaondoka katika ulimwengu wa mwili, hamtakuwa nami, lakini nitarudi tena ulimwengu wa roho. Lakini angalia, Yesu akasema huyu mwanamke amefanya kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa roho, na kila habari njema itakapokuwa inahubiriwa, huyu mwanamke atakumbukwa, kwa sababu ameniandalia mazishi yangu, amenisafisha miguu yangu. Lakini nyinyi nilikuja, hata maji ya kunisafisha miguu yangu hamjanisafisha. Amefanya kitu kikubwa sana. Lakini angalia, ndio huyu alionekana afai, alionekana ni mwasherati, alionekana ni mzinzi, maana alikuwa anafanya kazi ya uzinzi zamani kabla hajakombolewa. Ndio hawa ambao
Walio makanisani wakiwaangalia hao wa nje, wanaona wachafu, wanaona ni makahaba, wanaona ni kama watoza ushuru, hawafai. Lakini hawa ufalme wa mbinguni ni wao pia. Na hawa ndio kundi ambalo limesaulika. Hili ndio kundi ambalo tunatakiwa tulifikie. Ninaongea na wachungaji ndani. Mnachunga makanisa. Ni kazi nzuri kweli kweli mnaoifanya. Thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Lakini angalia, ni heri kuwa huwa unakutana na watu na hawa kondoo unaowachunga siku ya Jumapili tu, hizi siku zingine hufanyi chochote? Au ipi bora zaidi, kwamba Jumapili unakutana na kondoo, unawafundisha neno la Mungu, lakini hii siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Jumamosi, huyu ambaye ni mchungaji, huyu ambaye ni mtumwa wa Bwana, akipeleka nguvu kubwa pia nje huko kwenda kuwahubiria watu habari njema, kupeleka neno la Mungu, kumpeleka Yesu huko nje, uone huyu atakuwa anafanya kazi kubwa sana, na mbingu itakuwa inashangilia sana kuliko huyu ambaye anajua kazi yangu mimi na wajibu wake ni Jumapili tu, Jumapili baada ya Jumapili. Lakini tunaambiwa huu ni muda ambao enyi askari wa Yesu mfanye kazi kwa kukimbia, maana hatuna muda, muda umeisha. Uko nje mavuno ni mengi. Angalia hapa, Bwana anasema nenda kwenye barabara, njia panda, vichochoroni, kila mahali ambako hawa hawajaalikwa. Katika ulimwengu wa mwili wanaonekana hawafai, lakini ulimwengu wa roho mwaliko umetumwa kwao pia. Nendeni mpeleke habari njema, nendeni mkawahubirie ili hao wamjue Yesu, watubu. Na ndio maana tunaambiwa wanakuwa wepesi, wanatubu. Na ndio maana angalia, hivi vitabu vinapokelewa na watu wa aina yote. Waislamu wengi nao wanapokea hivi vitabu, wanampokea Yesu. Angalia, kama majuzi tulitumiwa video, kijana ambaye ni Muislamu amepewa hichi kitabu. Kwa kupewa tu hichi kitabu amekifurahia na amempokea huyu Yesu kupitia kitabu. Lakini angalia, watumishi wa Bwana walienda kutembelea Singida. Jana niliweza kuongea na watumishi wawili tofauti, aliyepeleka Injili ya Bwana vitabu Singida na yule mwenyeji ambaye aliyoko Singida. Angalia, wote niliongea nao kwa nyakati tofauti tofauti, lakini ripoti zao zilifanana. Waliniambia tumegawa vitabu, tukaenda na stendi na masokoni wakati tunagawa vitabu, yaani Waislamu na wao wakiwa wanavipokea hivi vitabu. Huyu ni aliyepeleka vitabu, lakini yule mwenyeji wake naye baadaye alinipigia akaniambia, hakika Mungu yupo na hii madhabahu, hakika Mungu yupo na hii kazi inayofanyika. Nimeshangaa leo, maana hata makanisani tunahubiri, lakini Waislamu hawako tayari kumpokea Yesu. Lakini hivi vitabu tumeona Waislamu wanavikimbilia huko Singida. Hakika Yesu anafanya kazi. Nikamjibu kwamba hata wao ufalme wa mbinguni ni wao umeandikiwa. Iwe ni Muislamu, iwe ni Mkristo, njia ni moja tu. Pasipo kumkiri Yesu hakuna atakayeona mbingu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Hivyo tunapaswa askari wa Yesu tupeleke kwa sasa nguvu kubwa zaidi nje ya makanisa. Huko mavuno ni mengi. Angalia, huyu mtumishi alikuja akasema, nimeenda kila maeneo kama ulivyosema, lakini bado nafasi ipo. Yesu akamwambia, rudi tena, nenda maeneo haya ambako kokote pia ni nje ya kanisa. Huku nenda kawakusanye, nataka nyumba yangu ijae. Bwana anasema na wewe, nenda kawakusanye kondoo wake, kakusanye ngano yake. Anataka nyumba yake ijae. Atakapopiga parapanda
anataka nyumba yake, ufalme wa mbinguni ujae. Maana huku tunakowekeza nguvu kubwa makanisani, tukijua kwamba hawa ndio wana wokovu, hawa ndio wanamjua Yesu, hawa ndio wengi wao, Mungu akiwaangalia katika mioyo yao, akichunguza mioyo yao, anaona ni kama wale walio na visingizio. Akiangalia wengi anaona wana masengenyo. Akiangalia wengi wanaona wana mioyo ya kuto kusamehe. Akiangalia wengi wanaishi maisha ya uzinzi na uasherati. Lakini uko nje, hawa waasherati na watoza ushuru, wale wanaonekana wafai, ili kundi lililosaulika, huku tunatakiwa tupafikie. Hawa tunatakiwa tuwalete kwa Bwana. Ndio maana kazi hii ni yetu sote. Tunafanya hii kazi pamoja, tunajenga hazina zetu mbinguni wote pamoja. Kila tunachokifanya, kila tunachomtolea Mungu, mbingu inashuhudia, mbingu ina rekodi, hazina za kila mmoja mmoja zinajengwa. Hivyo tufanye hii kazi ya Bwana tukiwa na furaha, kwa kukimbia, ili parapanda ikipigwa tunaambiwa nyumba ya Bwana iwe imejaa, ili wengi wapate kuvunwa. Bwana anakupenda sana, ndio maana umelisikia somo hili. Baba, ninakushukuru Mungu uketie mahali pa juu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko. Sante Baba kwa neno, sante kwa kuzidi kusema nasi. Sante, tunakushukuru Baba, wewe ni Mungu unayetupenda. Sante kwa kundi hili ambalo umelikumbuka leo na kusema na askari wako hawa, na kusema na taifa lako hili takatifu, na kusema na hawa watenda kazi wako, mabalozi wako hawa wanaopita na kukusanya mavuno, kwamba hili kundi na watoza ushuru na waasherati walio nje ya kanisa, huku pia wanatakiwa waende wakavune mavuno, ili nyumba yako ipate kujaa, ili Bwana utakapopiga parapanda, mama huyu, baba huyu, binti yule, kijana huyu, mtoto huyu, wapate kunyakuliwa. Sante Mungu mwenye nguvu, sante simba wa Yuda, pokea sifa Baba. Ninamfunika kila mmoja mmoja kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari na mipia. Sante Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru. Amen.